Yes, mtazamaji wa Sporti Mtaa TV na karibu kwenye habari za michezo. Natumaini uko buheri wa afya kabisa. Na shirikisho la soka barani Afrika CAF limefanya mabadiliko ya ghafla ya mwamuzi wa mchezo wa mkondo wa pili wa nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya wenyeji wa Stellenbosch na Simba Sports Club. Kulingana na taarifa tulizozipata hivi sasa, mechi hiyo itachezwa tarehe 27 Aprili 2025. CAF imetangaza mwamuzi Maruf Eid Mansouri kutoka Misri alichukua nafasi ya Amin Omar kutoka Misri ambaye hapo awali alipangwa kuchezesha mechi hiyo. Sababu ya mabadiliko hayo ya ghafla bado haijabainika. Aidha, mwamuzi Mansour atasaidiwa na wenzake kutoka Misri ambao ni Mahmoud na Ahmed Ibrahim, ambao tangu awali walipangwa kuwa wasaidizi, lakini pia kuna mabadiliko ya refa wa akiba ambao sasa atakuwa Mahmoud naye kutokea Misri. Betur Hassan kutoka Tunisia atakuwa mtathmini wa marefa, huku kamishna wa mchezo huo akiwa Keletsai Girika wa Botswana. Hakuna mabadiliko upande wa marefa wanaosimamia teknolojia ya video ya usimamizi wa marefa wa VAR ambao kuna Mahmoud Ashur, Mahmoud Elbana kutokea Misri. Na Simba anatarajiwa kucheza mchezo huu siku ya Jumapili tarehe 27 Aprili 2025. Mnyama anaingia kwenye mchezo huu akiwa na faida ya goli moja. Ikumbukwe mechi za ugenini amekuwa bora sana. Kwa msimu amepoteza michezo miwili tu. Mchezo dhidi ya Constantine magoli 2-1, lakini pia mchezo dhidi ya Al Masry goli 2-0. Mpaka sasa mnyama ana nafasi kubwa ya kutinga fainali kuliko Stellenbosch FC. Simba inasaka fainali ya michuano ya kombe la shirikisho Afrika baada ya kufanya hivyo mwaka 1993 wakati likifahamika kama kombe la CAF. Michuano iliyokuja kuunganishwa na kombe la washindi na mwaka 2004 kuzaliwa kwa kombe la shirikisho Afrika. Na meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ally ameweka bayana dhamira ya klabu hiyo kuandika historia mpya katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika, akilenga kuvuka hatua ya nusu finali dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Ahmed amesema kuwa Simba imejifunza kutokana na makosa ya nyuma walipokutana na vigogo wa Afrika Kusini kama Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Walishindwa kuendelea zaidi ya robo finali, lakini kwa msimu huu wamejipanga kuhakikisha wanafika mbali zaidi. Makosa ya nyuma yametufundisha. Safari hii tumejipanga kwa umakini mkubwa kwa sababu dhamira yetu ni kucheza fainali. Timu imeimarika hasa inapokuwa ugenini, amesema hivyo meneja huyu wa mawasiliano na habari wa Simba Ahmed Ally. Stellenbosch FC wameanza vita ya maneno wakijitambulisha kuwa wao ni Simba Lion, wengine ambaye wanamsubiria Simba kutoka Tanzania. Mashabiki wanangojea kuona ni Simba gani atatoka na ushindi siku ya Jumapili kwa kufuzu kuingia fainali. Na kauli hii inakuja baada ya ushindi mdogo wa Simba wa bao 1-0 katika mchezo wa kwanza uliopigwa nyumbani visiwani Zanzibar. Matokeo hayo yanifanya mechi ya marudiano kuwa muhimu sana na ngumu kwa timu zote mbili, kwa upande wa Simba lakini pia kwa upande wa Stellenbosch. Na kwa mtazamo wako, unaamini Simba gani anaenda kushinda kati ya Simba wa Tanzania ama Simba wa Afrika Kusini? Tuandikie maoni yako hapo chini ili tuweze kupitia. Wewe maoni yako ni yapi? Je, ni Simba yupi anaweza kwenda kushinda mashindano haya ya nusu finali raundi ya pili kombe la shirikisho barani Afrika? Lakini pia ni kusitu, kama mara yako ya kwanza kufungua channel hii ya Sporti Mtaa TV, usisahau tu kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ukiwa na subscribe utakuwa wa kwanza kabisa kupata updates zetu za michezo muda wote, na pindi tu zinapokuwa zimetumwa wewe utakuwa wa kwanza. Lakini pia usisahau kulike, kucomment na kushare ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi
na wanasoka wengine wanaopenda michezo. Asante na kwaheri, nikutakia siku njema.